Unataka kujua kwamba kwa nini tunasema waita kutumia nguvu? Tazama mchezo kuahirishwa tarehe 15. Tazama na watu kuwajibika, kuondolewa. Manake wao walitumia nguvu kuahirisha ile mchezo na kupanga mchezo mpya bila kumsikiliza mtu mwingine ambaye mlalamikaji mwingine ambaye naye alikuwa na haki yake ya msingi. Ndio maana ulivyokwenda kusikilizwa hiyo sehemu, nakupa za ndani, chukua hiyo. Walivyokwenda kusikilizwa, huyu ambaye mlalamikaji huyu ambaye alisema hachezi mchezo wa tarehe 15 ndio ameonekana na pointi ya msingi kuliko wale wengine wote. Ndio maana matakwa yake yakasikilizwa na watu wafanyaje, waondolewa pale. Si kwa lengo ni hilo. Watu kufanyaje? Si ndio maana yake. Sasa mengine itakiwa waeleze kwa nini mchezo tarehe 8 umeahirishwa. Sasa hayo walikuwa husiana. Hayo hawezi kueleza. Wameelezana wenyewe kwa wenyewe. Sisi tupaswa kujua. Sisi tunatakiwa tujue tu kwamba mchezo umechezwa na wale ambao itakiwa watoke wameondolewa ili kupisha wengine waje kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuendeleza mpira wetu. Lakini kwa hili mpaka sasa hivi mpira kushinda bado kwa sababu imetumika nguvu. Mpira kushinda itakiwa siku ya tarehe 8 ile mechi ingekuwepo pale mpira umeshinda. Kwa sababu gani? Kwamba kanuni na sheria zimefuatwa. Kwenye hicho kikao mada kuu ilikuwa ni hiyo kuondoka, lakini kuna mmoja hajaondoka, katibu Wilfred Kidao. Maana kuna uchaguzi mpya unakuja. Uchaguzi mpya mwezi wa 8. Kwa watu wasubiri waangalie. Kisha mzuri. Sababu ile tayari kipindi chake kishaisha. Kama kuna chaguzi mpya zipo. Kisha nzuri na wenyewe sababu mimi sijafuatilia sana hivi vitu vya kujua. Wenyewe wanasema ule amechaguliwa tunavyosema, si ndio? Kwa hiyo wanasema ani labda ajiuzuru mwenyewe, si ndio maana yake? Sio watu kufaje kumtengua, sio maana yake. Kwa maana yake sasa sehemu pekee ya watu kumtengua ni kwenye uchaguzi mwezi wa 8. Kwenye uchaguzi ndio maana ukuona barua yote. Mwezi wa ngapi? Mbaki mwezi mmoja tu. Amalize majukumu yake, waje watu wapya. Kwa maana yake mawili sasa. Achaguliwe tena upya ama si chaguliwe. Kwa hivyo vitu hivi. Kwa hiyo usijua kwenye kikao nini kimepangwa. Pengine kama bana basi usiendelee tena, ishia hapa. Atakuja mtu mwingine. Pia tutaona huko mbele. Ni vikao ambavyo sensitive sana. Ni vikao ambavyo vimekaa watu wengi hawajui ni siku 3. Kwanza Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa ile juzi. Ile Ijumaa juzi ilikuwa ni vikao vya timu kwa timu. Shawani kati ya kiongozi mwenye nchi yake na viongozi wa timu kwa timu. Alafu ilikuja vikao vya wizara, ilikuja vikao vya shirikisho. Kulikuwa shirikisho timu kwa timu. Yani shirikisho na watu wake waliojua nao kipango wao. Ikaja ikaojua wizara nayo. Sio mzuri ambayo inashikilia hii michezo. Wakaja zikaojua timu. Ndio maana sasa isikie baada ya kusikia maneno yote haya ikaonekana huyu alikuwa na haki ya msingi, aliwasema ana haki, nyinyi mmeshindwa kusimamia. Kwa hiyo katumika pale nguvu wewe tena na yeye haya. Waandika barua wewe tena stop kwanza, mengine tutaendelea mwezi wa 8. Haya mechi hapa ndani ya siku 10 ipangwe ipigwe, goma liende, shughuli imeisha. Imetoka tarehe ama ya kupinga, ama atakayepinga pale. Kuna kununa tu. Kununa atanuna. Hayo kupinga wazi kupinga kwa sababu kama kupinga hakuna. Ukipinga tafuta nchi kwa kuishi. Wewe unanuna. Wewe unanuna kaka. Kupinga maana katafuta nchi kwa kuishi. Njoo nzuri, yani katafuta nchi yako huko ukaishi. Au uje tu alete udongo mfinyanzi, unatengenezeka dunia chao waingie huko wakaishi. Lakini pale unanuna tu. Sababu yani kuna yale matarajio yameondoka, unanuna tu. Na nishaye kusema mimi kwenye radio haya mambo leo hii watu wa Yanga wanachekwa. Lakini baadaye akaikupinduka haya ukashangaza na watachekwa wa Simba, wa Yanga watafurahi. Na umeona sasa hivi mbona tofauti Unadhani zile picha zisingetembea kwenye mitandao ya kijamii, watu wangefikiria kwamba kuna nguvu ilitumika? Wangefikiria lengo la Yanga ni kitu gani? Labda ufahamu vizuri. Lengo la Yanga nao inataka kusikilizwa. Yanga sio kama alikuwa anataka kucheza. Yanga alitaka kusikilizwa na wao. Ilikuwa ni sehemu ndogo, mimi nafikiri hata bodi sehemu ndogo sana wangeelewa. Yaani mechi wangeipanga wao pasipo hata kuingia nguvu kubwa.
Sababu Yanga wachotaka wao hii mechi tarehe 15 tu. Nao yani bana iahirishwe. Alafu ingepangwa nyingine wangecheza. Kwa maana gani? Kwa sababu wenzao walifanya hivyo na wakasegelizwa. Mechi ikafanyaje? Kwani sisi nataka mtumie nguvu. Ndio maana sasa nguvu kwa nguvu. Na ukashauri jambo mfano ingetokea ile jambo mfano. Yaani Simba ngene wanjani Malifa ngene basi Simba ngepa point. Shehe, ya TFF pale. Ile jengo lile ungeona huruma. Angepigwa mawe pale. Ingekuwa ni vita kubwa. Na yeye analijua hilo. Ndio maana Yanga akasema watu kata pointi zote. Sio maana kwamba yeye anajua hilo kwa sababu ni sababu uzembe walianzisha wao wenyewe. Nali uzembe wote ulikuwa ni wote na hii tarehe 8 ndio uzembe mkuu ulianzishwa pale. Kwa hiyo lazima wakubali tu, wafanye fair. Kwamba tunasikiliza, tumeka mguu kati na pia tuweke mguu kati. Kwa kuwa wako upande huo, walikuwa katika upande wa kushindana, walikuwa wanaleta athari kubwa katika nchi. Mpira una nguvu kaka. Mpira Kwa hiyo Ricardo rasmi tarehe 25 haina kipengele cha mtu yoyote. Sasa Yanga si ndio mwenye mechi yake. Yanga ndio mwenyeji. Ndio kashatangaza. Unajua usistuke na Simba kutokupost. Simba imuhusu ile mechi. Lakini Simba alipost alisema kwamba hatocheza mchezo wote ukiahirishwa huu. Sasa nategemea wakati huo yani mchezo upangwa na nani? Mimi nikwambia vipindi walipoa 10 days. Ndio. Maka kutoka tarehe 15 ile mpaka siku 10 market siku ngapi 25 hizo. Na umeona zile picha. Nategemea mchezo umepangwa na nani? Yaani ile suluhisho la ugomvi wenu mmesuluhishwa na nani? Nategemea. Kama mmesuluhishwa na Karia basi mnaweza kweli ukasamishia tucheze na kwa kuwa taasisi zao zimekuwa zinazihofia Simba na Yanga. Kwa hiyo mkasikizwa na mechi ikapelekwa mbele. Lakini nani ametoa hizo 10 days? Ngome nikupe nguvu sasa ya president ilivyo. Kuna mwaka mmoja hivi alikuwa rais. Mfano sana alisema enzi rais marehemu sasa hivi. Mzee wetu Ali Hassan Mwinyi. Mzungu msamehe kwa alipo na ampepepo. Alikwenda gerezani alikwenda kutembelea wenyewe wafungwa. Fika paka pale akamwona kuna mfungwa kumbe alisoma naye huko zamani, akamwona akamwambia wewe mzima afu jamaa alikuwa mkorofi. Akamwambia bwana wewe wacha ukorofi. Unajua wacha ukorofi toka zamani bado mkorofi tu. Upo nipo bwana. Umefungwa miaka mingapi? Bali nimefungwa miaka 5. Akamwambia jinsi ulivyo. Angekupiga hata 10. Kumbe lile neno lile ni amri. Akaondoka rais. Baada ya miaka 5 akaja tena akatembelea tena. Kamkuta yule soiba yake ndio. Wewe usiseme miaka 5, anamwambia bwana sikio ulivyosema nipige 10 ndio nimeongezewa. Umeona neno la president lilivyokuwa lina nguvu sasa unategemea unasema siji. Nani kazungumza? Maana inaonekana wewe sasa wewe unataka uwe sababu ya kuleta ugomvi katika nchi tabla inzaki. You know? Kwa maana yake utakasirika. Na kukasirika pia wana haki hata sipoposti. Sidhani kwamba ni lazima wao waposti mchezo huu kwa sababu wao sio wenyeji. Wao ni wageni. Kwa mwenyeji yule lazima aoneshe kama mchezo upo. Kwa sababu yeye ndio atafanya promotion. Yeye ndio atapromote. Kazi ya mgeni yeye ni kuonesha tu fixture inayofuata. Anacheza na nani.